Yes, karibu ndani ya 69 Sports na wakati unakuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha anakuletea leo yote kimichezo ambako hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ikiwa leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, kokote pale ulipo ni kukaribisha ndani ya 69 Sports. Na mimi ni Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, na taarifa rasmi ama taarifa kubwa kwa siku hii ya leo ndani ya ligi kuu Tanzania bara ni kuhusiana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kurejea mazoezini baada ya kukamilika kwa likizo ya takriban siku 7. Siku hii ya leo wachezaji wote wasiokuwa katika majukumu ya timu zao za taifa wameweza kurejea katika uwanja wa Mo Simba Arena kwa ajili ya kujiandaa na michezo iliyobakia ya ligi kuu Tanzania bara, michezo ipatayo 7. Tuende tukamsikilize na kumtazama afisa habari wa wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ally, namna ambavyo alivyotoa taarifa hiyo ya kurejea kwa nyota wa Simba ambao siku hii ya leo wamerejea tena kambini wakifundishwa chini ya kocha Steven Baka. Tuende tukasikilize na kutazama. Kesho kikosi kinarejea rasmi mazoezini, kwa maana ya kikosi cha senior team Simba ya wanaume. Tunarejea tena katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza program ya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mechi zetu 7 ambazo zimesalia. Wachezaji wote ambao hawapo kwenye majukumu ya timu za taifa wote kesho wanaingia mazoezini Mo Simba Arena. Ilikuwa ni likizo ya siku 7, zimeshamalizika. Walioenda Kongo, walioenda Venezuela, walioenda Zambia, walioenda Senegal, walioenda sijui wapi, wote wamesharudi, na kesho tunaanza mdogo mdogo pale Mo Simba Arena kwa ajili ya kutengeneza mipango kuelekea katika mechi zetu 7 ambazo zimesalia. Yes, umetoka kumsikiliza na kumtazama semaji la CAF Ahmed Ally, namna ambavyo akitoa taarifa kwenda kwa mashabiki wote wa wekundu wa Msimbazi Simba kuhusiana na kikosi chao hicho cha Simba kurejea mazoezini kwa siku hii ya leo, kikosi ambapo kinaongozwa na mwalimu Steven Baka na wachezaji mbalimbali walikuwa wamepewa likizo ya siku 7 kwenda kupumzika baada ya kusimama kwa ligi kuu Tanzania bara ndani ya wiki 3 mfululizo kutokana na break ya FIFA. Timu mbalimbali kwenda kushiriki katika michuano ile ya timu zao za taifa. Kwa upande wa timu yetu ya taifa ya Tanzania, tunafahamu kwamba timu yetu ya taifa ya Tanzania itaenda kushiriki michezo miwili ile ya kirafiki ambapo itachezwa kule Morocco. Hivyo basi wachezaji mbalimbali wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba siku hii ya leo wameweza kurejea ndani ya kikosi hicho cha Simba, lakini mpaka hivi sasa tunapozungumza Jonathan Soa inasemekana yuko nchini kwao Ghana kwa ajili ya mapumziko, na inafahamika kwamba uongozi wa Simba uliweza kumsimamisha Jonathan Soa kutokana na utovu wa nidhamu, na Simba kuelekea katika dirisha kubwa la usajili inasemekana wataachana rasmi na Jonathan Soa na wataingia kutafuta mshambuliaji mwingine kuja kuipambania klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Simba mweusi Jonathan Soa yeye hatakuwa sehemu ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, na inavyosemekana mpaka hivi sasa yuko kule nchini kwao Ghana kwa ajili ya mapumziko mafupi. Je, Jonathan Soa anaweza akarejea ama atakuwa ni sehemu ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba? Tusubirie na kuona, kwa sababu tangu aliposimamishwa ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba taarifa rasmi kutoka ndani ya uongozi wa Simba bado hazijasema, lakini inasemekana Simba wataingia sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine ili mradi waweze kuiboresha safu yao ya ushambuliaji pale mbele. Lakini taarifa nyingine, tukiendelea kubakia hapo hapo ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, siku ya jana Simba Queens waliweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa wanawake kwa mwaka 2026 baada ya kuwafunga Mashujaa mabao 5
2-2. Tunaweza kuona kwa upande wa wanawake Simba wanaendelea kufanya vizuri na wanaendelea kuwapa furaha mashabiki zao. Mashabiki hivyo wa wekundu wa Msimbazi kwa siku ya jana waliweza kufurahia kweli kweli baada ya timu yao ya wanawake kuondoka na ubingwa rasmi. Sasa Simba Queens ni mabingwa wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Tusubiri na kuona kwa upande wa wanaume nini kinaweza kwenda kutokea, kwa sababu zimemsalia mechi zipatazo 7. Tarehe 17 kama sijakosea, wekundu wa Msimbazi Simba wataenda kucheza na Mbeya City kule Sokoine Mbeya, na mchezo huo ratiba yake imebadilika. Mwanzo kabisa mchezo huo ulitakiwa uchezeke majira ya saa 10 kamili za mchana, lakini mchezo huo utaenda kuchezwa saa 8 kamili za mchana. Simba pamoja na Mbeya City. Mwalimu Steven Becker anaweza kwenda kufanya nini? Tusubirie na kuona, kwa sababu mpaka hivi sasa tunavyozungumza mnyama Simba yupo katika nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Aliyekuwa juu pale ni bingwa mtetezi Young Africans ambaye amemwacha mpinzani wake mnyama alama 2. Mnyama Simba anaweza kuondoka na ubingwa msimu huu. Tusubiri na kuona, kwa sababu wenyewe mashabiki wana matumaini makubwa kwamba mnyama Simba anaweza akafanya chochote ndani ya michezo hiyo 7 iliyobakia, kwa sababu mtani wake naye ama mtu ambaye anayemfukuzia Young Africans na yeye ana michezo 7. Hivyo basi dua na sala kwa pande zote mbili, wanaendelea kuombeana. Kwa upande wa Young Africans wanaomba wasiangushe alama yoyote paka mwishoni mwa msimu, ili mradi waweze kutetea ubingwa wao ligi kuu Tanzania bara. Lakini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba wanaomba dua kwa mpinzani wao Young Africans aweze kujikwaa sehemu yoyote pale, ili mradi mwishoni mwa msimu waweze kukaa chini na kupiga zile hesabu, nani anaweza kuondoka na nini katika msimu huu. Tusubiri na kuona, kwa sababu ligi inaendelea kuchanja mbuga kweli kweli. Michezo takriban 7 imebakia kutamatisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Mimi ni Mwana Sharukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati. Nyuma kamera amesimama Sultan Goma, ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda vizuri kweli kweli. Ili ya kuanza program ya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mechi zetu 7 ambazo zimesalia. Wachezaji wote ambao hawapo kwenye majukumu ya timu za taifa, wote kesho wanaingia mazoezini Mo Simba Arena. Ilikuwa ni likizo ya siku 7, zimeshamalizika. Walioenda Kongo, walioenda Venezuela, walioenda Zambia, walioenda Senegal, walioenda sijui wapi, wote wamesharudi, na kesho tunaanza mdogo mdogo pale Mo Simba Arena kwa ajili ya kutengeneza mipango kuelekea katika mechi zetu 7 ambazo zimesalia.